Bwana, karibu tena hii Sports Channel yako namba moja kwa habari za michezo, usajili, uchambuzi wa kina na taarifa zote muhimu zinazohusu soka la Tanzania, Afrika na dunia. Kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu, basi usahau kulike video hii, kushare kwa wengine na kusubscribe ili kuendelea kupata taarifa na matukio mbalimbali ya michezo. Na leo tunakuletea moja ya habari kubwa kabisa za usajili zilizotikisa soka la Tanzania kuelekea msimu mpya wa mashindano ya mwaka 2026-2027. Klabu ya Yanga imeendelea kuonyesha kwamba safari yao ya kutafuta mafanikio makubwa ndani na nje ya nchi bado inaendelea kwa kasi kubwa. Rasmi leo tarehe 24 Julai 2026, Yanga imemtambulisha mshambuliaji mpya Sheikh Ibrahim Tule ambaye anatajwa kuwa mmoja wa wachezaji muhimu katika kikosi hicho msimu ujao. Sheikh Ibrahim Tule ana umri wa miaka 29, ni raia wa Ufaransa mwenye asili ya Senegali na amesaini kandarasi ya miaka miwili kuitumikia klabu ya Young Africa Sports Club. Nyota huyo amejiunga na Yanga akiwa mchezaji huru baada ya kumaliza mkataba wake na klabu ya Al Jabalain FC ya nchini Saudi Arabia, jambo ambalo limefanya Yanga kupata huduma zake bila kulipa ada ya usajili. Ture ni mshambuliaji wa kati mwenye uwezo mkubwa wa kufunga mabao, kucheza kwa nguvu, kulinda mipira, kushinda mipira ya juu na kuwasumbua mabeki kwa kutumia mwili wake pamoja na uzoefu mkubwa aliopata katika ligi mbalimbali alizowahi kucheza. Katika msimu uliopita akiwa na Al Jabalain ya nchini Saudi Arabia, Ture alifanya vizuri sana kwa kufunga mabao 20 na kutoa pasi 5 za mabao. Takwimu hizi zinaonyesha wazi kwamba ni mshambuliaji mwenye uwezo mkubwa wa kumalizia nafasi, pia kushirikiana vizuri na wachezaji wenzake katika kutengeneza mashambulizi. Usajili huu unaonekana kuwa sehemu ya mpango mkubwa wa Yanga wa kuimarisha safu ya ushambuliaji kufuatia kuondoka kwa mshambuliaji Prince Dube ambaye alikuwa mmoja wa wafungaji muhimu wa timu hiyo katika msimu uliopita. Uongozi wa Yanga unaonekana kutaka kuhakikisha kuwa pengo lililoachwa na Prince Dube halionekani kabisa kwa kumleta mshambuliaji mwenye uzoefu mkubwa wa kimataifa na ambaye tayari ameshathibitisha uwezo wake wa kufunga mabao. Kwa miaka hivi karibuni, Yanga imekuwa ikipewa sifa kubwa kwa kufanya usajili wa wachezaji wenye viwango vya juu na wenye uwezo wa kuendana na malengo ya klabu hiyo. Usajili wa Ture unaongeza orodha ya wachezaji wa kimataifa waliovutiwa kuchezea klabu hiyo ya Jangwani. Bali na uwezo wake wa kufunga mabao, Ture pia anajulikana kwa nidhamu ndani na nje ya uwanja, uwezo wa kushirikiana na wenzake pamoja na uzoefu wa kucheza katika mazingira yenye ushindani mkubwa. Kocha wa Yanga anatarajiwa kumtumia Ture kama mshambuliaji namba 9 halisi, huku akitarajiwa kushirikiana na viungo wabunifu wa timu hiyo ili kuongeza kasi ya ushambuliaji. Shabiki wengi wa Yanga wameupokea usajili huu kwa furaha kubwa kupitia mitandao ya kijamii, wakiamini kwamba mshambuliaji huyo ndiye atakayekuwa suluhisho la safu ya ushambuliaji katika msimu mpya. Wapo wanaoamini kwamba kama ataendelea na kiwango alichokionyesha nchini Saudi Arabia, basi ana nafasi kubwa ya kuwa mmoja wa wafungaji bora wa ligi kuu Tanzania. Lakini kama ilivyo kwa kila usajili mpya, jukumu kubwa sasa litakuwa kwake mwenyewe kuonyesha uwezo wake uwanjani. Mashabiki watakuwa wanatarajiwa kuona mabao, kiwango kizuri na mchango mkubwa katika kila mechi atakayocheza. Yanga msimu wa 2026-27 yanatarajiwa kushiriki mashindano mbalimbali makubwa ikiwemo ligi kuu Tanzania bara, kombe la FA, ngao ya jamii pamoja na ligi ya mabingwa barani Afrika. Kuwa na mshambuliaji mwenye uzoefu wa kimataifa kama Ture ni jambo ambalo linaweza kuongeza ushindani ndani ya kikosi na kumpa kocha chaguo zaidi katika safu ya ushambuliaji. Kikubwa ambacho mashabiki wa Yanga wanakisubiri sasa ni kuona namna atakavyoendana na mfumo wa timu, kasi ya ligi ya Tanzania na uwezo wake wa kubadilisha nafasi chache kuwa mabao. Iwapo ataanza vizuri tangu mechi ya kwanza, bila shaka atajengea imani kubwa kutoka kwa mashabiki na benchi la ufundi. Kwa upande mwingine, wapinzani wa Yanga nao watakuwa wakifanya maandalizi ya namna ya kuikabili safu hiyo mpya ya ushambuliaji ambayo sasa imeongezewa nguvu na Ture. Mwezi Agosti unatarajiwa kuwa maandalizi makubwa kwa klabu ya Yanga, ikiwa ni pamoja na kambi ya maandalizi, mechi za kirafiki na kukamilisha usajili wa mwisho kabla ya dirisha kubwa kufungwa.
Hapo ndipo mashabiki watapata nafasi ya kwanza ya kumshuhudia Toure akiwa amevaa jezi ya kijani na njano na kuona kiwango chake kabla ya kuanza rasmi kwa msimu mpya. Iwapo ataendelea na kiwango chake cha kufunga mabao kama alivyofanya Saudi Arabia, basi Yanga inaweza kuwa imepata mshambuliaji ambaye atakuwa silaha muhimu katika mbio za kutetea mataji ya ndani na kufanya vizuri katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Hata hivyo, mafanikio hayatategemea Toure peke yake. Ushirikiano kati yake na viungo wa kutengeneza nafasi na wachezaji wa pembeni utakuwa jambo muhimu litakaloamua mafanikio ya safu ya ushambuliaji ya Yanga msimu huu. Mashabiki wa soka nchini Tanzania bila shaka watakuwa wakifuatilia kwa karibu kuona kama Toure ataweza kuandika historia mpya akiwa ndani ya jezi ya Young Africans. Sasa tungependa kusikia maoni yako. Je, unaamini Sheikh Ibrahim Toure ndiye mbadala sahihi wa Prince Dube? Je, unadhani atafunga mabao mangapi katika msimu wake wa kwanza? Andika maoni yako kwenye sehemu ya comment. Kama umefurahia uchambuzi huu, usahau kuipa video hii like na kusubscribe ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali ya kimichezo.